So ladies and gentlemen, kama mnavyokumbuka juzi tulikuwa na habari fulani ambapo polisi wa nchi ya Kenya ule wakati wa maandamano tarehe 25 mwezi wa 5, polisi waliweza mwezi wa 6 polisi waliweza kujitokeza na kuua mtu ama kumpiga risasi kijana ambaye alikuwa anauza barakoa kwenye mitaa ya Nairobi, ambapo yule jamaa alikuwa hajajihami kwa kitu chochote kile wala hakuwa na kitu chochote ambacho kingeonekana kama ni tishio kwa mwananchi mwingine ama ni tishio kwa polisi wa nchi ya Kenya. Lakini polisi wa nchi ya Kenya aliweza kumgeukia kwa kumpiga bunduki wakati akimwangalia hapa wakati kazi ya huyu jamaa hata haikuwa ni kazi ya maandamano ama hakuwa ametoka kwa minajili ya maandamano, lakini kwa sababu alikuwa ameona business opportunity, yani biashara ambayo ingefanya yeye yani aliona mahali ambapo automatically angeenda angepata sehemu ya kuuza zile barakoa zake, kwa sababu kama tunavyojua popote pale ambapo kuna maandamano nchini Kenya basi vitoa machozi vinapulizwa, ama vitoa machozi vinatolewa sana mara nyingi na polisi wetu wa nchi ya Kenya. Hivyo basi watu wengi wanatamani wakuwe na ile what we call barakoa ambayo inaitwa mask, ili waweze kujisaidia kujiziba kutokana na ule moshi ambao ni harmful ama ni moshi ambao most of the time mtu unamfanya awashwe ida macho yake, ama ile pumzi ama ile upepo ambao atakuwa anaopumua pale utakuwa uko kama it's polluted in a way that automatically hautakuwa sanifu ama hautakuwa sawasawa kwa binadamu wa kawaida. Hivyo basi watu wengi wakiona mask ama wakiona barakoa watazinunua kwa wingi sana. Ndio huyu kijana wetu akaamua kuingia barabarani ili kuuza hizi barakoa, na ndio polisi wakamwona kama yeye pia ni mmoja wa wahuni maskini wakati hana uhuni wote ambao alikuwa amefanya. Polisi wakamgeukia na kumpiga risasi kwa kichwa. Risasi ile ilikuwa kwa kichwa, haikuweza kutoka upande wa pili, japo kuna mabaki ambayo yalibaki kwenye kichwa, na hivyo basi akachukuliwa akapelekwa mpaka hospitali kuu ya Kenya pale Nairobi na akafanywa upasuaji. Lakini madaktari walimwambia kwamba huyu hajafariki, lakini endapo tutamfanyia operesheni ama endapo tutampasua ili tutoe ile risasi ambayo iko pale ndani, basi kusurvive kwake ama kubaki hai kwake kuko 50-50, yani 50%. Hatuna uhakika kama kweli itawezekana kusurvive. So jamaa alikuwa anapumua vizuri, lakini yuko hospitali kwenye kitanda cha hospitali, yapumua vizuri, yaongea vizuri, yajielewa vizuri, lakini tatizo lake ni ile kwamba ana maradhi, kwa sababu kuna kitu ama kuna chuma ambacho kimebaki ndani ya kichwa chake. Ndio pale ambapo familia waliitwa wakaambiwa kwamba endapo mtaturuhusu tufungue ama tupasue ili tutoe kile chuma, tumejaribu kwa uwezo wetu wote lakini tumeshindwa, dawa na lazima tumpasue kichwa ili tuweze kutoa ile risasi ambayo iko ndani, na kama basi mtashindwa itabidi tutafute njia mwafaka, labda apelekwe India waangalie kitu gani ambacho watafanya. Lakini familia ilikuwa haina budi kukubali kuambia daktari wafanye vile ambavyo wanaweza kufanya kulingana na uwezo wao na vile ambavyo Mwenyezi Mungu atawaelekeza. Na madaktari walijaribu juu chini, takriban chini ya wiki moja kijana wetu tumepata habari jana ya kwamba aliaga dunia ndani ya hospitali baada ya kwamba madaktari wameng'ang'ana juu chini ili waweze kutoa kile chuma cha risasi ambacho kiko ndani ya kichwa cha huyu jamaa. So ladies and gentlemen, I can say I can report today that the guy who was shot during maandamano, that the same guy who used to sell masks is now dead, or is now finally dead. And the news that we have got it in the Chipande YouTube channel hapa ni sahihi kabisa ya kwamba jamaa ameaga dunia, na hivyo basi hatuna budi kukubali lile ambalo tayari tumelipata. So I will advise people, I will speak something on this, kwa sababu we do see a lot of things that are happening in Kenya, ambavyo most of these things they are being sponsored by, let's say they're being sponsored by the government, while others are being sponsored by whoever we do call them the opposition leaders who are opposing the government on whatever the government is doing. So the thing that we need to talk about here today
it's all about the police brutality, about the way the police are treating the Kenyans, of which police are being paid using the tax that Kenyans, or the same Kenyans that are being mistreated by the same police, they're the same Kenyans that are paying police through taxes. Ule ushuru ambao wananchi wanalipa kwa serikali ya Kenya ndio ushuru ule unaotumika ili mradi ilipe viongozi wa nchi ya Kenya, pamoja na kwamba ilipe hawa ambao wanajiita maskari wa Kenya. Lakini endapo kutakuwa na jambo ambalo hata kamwe kabisa halimsaidii ule polisi, imagine, not kumsaidia but linamsaidia polisi, but what I mean is that lile jambo halifanyi polisi achukue kitoza machozi ama achukue risasi yake apige yule mtu ambaye anafanya ile jambo, lakini utamwona polisi vile vile hataki kujua mwisho wa siku anaua mtu ambaye he so innocent, ama anaua mtu ambaye hana hatia yoyote, ama anaua mtu ambaye maskini ya Mungu hajabeba kifaa chochote cha kuonyesha kama tishio ama kuwa kama kitishio, yani vile. Well, that's what I mean, that's what I'm trying to mean. Na jambo kama hili kitokea, mtu amepigwa risasi, ameuliwa, utasikia tu serikali inasimama na inasema kwamba we are going to follow up and we are going to utakwambia tu yule mtu alimpiga risasi tutafuatilia, na tukipata ni kweli alifanya hivyo makusudi ama alifanya hivyo nini, ujinga mtupu. Yeah, I even saw a certain video of Murkomen a certain day ambapo alisimama na kuambia polisi ya kwamba waue watu wote ama waue ma citizen ambao watakuwa wanaenda kwenye police station. That was one. Second, akaja akasimama pia akasema kwamba polisi yote ambaye atakuwa amepelekwa kotini kwa sababu ya ABCD ama kwa sababu kufanya jambo moja ama lingine, vile vile pia serikali itafanya juu chini ili impeloya yule polisi, ili ile kesi ambayo amepelekwa nayo kule aweze kutoboa. Ujue huyu ni kiongozi wa ndani ya serikali anaambia polisi hivyo. Ukimwambia polisi hivyo unafikiria nini? Polisi automatically atafura kichwa, atafanya vitu vya kijinga, akijua wazi kabisa kunayo mtu ambaye ni lawyer ambaye atalipwa na serikali, ambaye atakuja anitetee mimi na nisiweze kufungwa, ama hata kesi ikiendelea I will not be much that yani hata kazi atafutwa, kwa sababu kama mtu amekwambia atakupa lawyer, wewe unataka kufuta kazi kweli? Kwa sababu they'll not follow up and they'll not do anything. They'll just tell people that we have follow up ama tumefuta kazi, but mwisho wa siku utasikia ni transfer amepigwa. Kama ni mtu alikuwa anafanya Isiolo kazi, atakuwa transfer ende zake Kilifi County. Kama ni mtu anafanya Kilifi County, atakuwa transfer ende zake Mombasa County ama ende zake county ambayo iko very far from the county ambayo atakuwa amefanya ule uhalifu wake ambao wananchi wameuona na wameshuhudia. So I think it's a perfect time say government ishikie watu kama hawa ambao wamefanya uhalifu ambao ni uhalifu of which the people of Kenya, they don't allow something else or something like that to go on. Yani wananchi wa Kenya hawaruhusu kama kitu kama kile kiweze kuendelea, kwa sababu there's no way today utaona mtu ama polisi amepiga risasi mwananchi ambaye hana hatia alafu mchekelee kisa na maana ya kwamba yeye ni polisi. I don't think if that one can yani sioni kama hiyo ni sahihi, ama sioni kama hiyo inawezekana kuwa sahihi for sure. So tuombe tu familia ya huyu jamaa ambayo wenyewe walikuwa wanasema kwamba yeye jamaa ndio alikuwa ni kama breadwinner kwenye ile family, yani yeye ndio alikuwa yatafuta chakula kwenye ile family, lakini kwa sababu polisi waliamua kumkatisha maisha yake wakati yeye atafutia familia yake, basi sisi ambao tumebaki hai tuombe tu Mwenyezi Mungu atangulie kule ambako alitangulia. Mwenyezi Mungu aweze kumsamea makosa yake ambayo ameyatenda kisiri pamoja na hadharani, na vile vile pia Mwenyezi Mungu aweze kutulinda sisi ambao tumebakia nasi pia, ili aweze kutulinda kutokana na wale ambao ni wananchi ama kutokana na wale ambao ni mapolisi ambao wana roho chafu, ambao hawataki kuona wenzao wakiendelea kwa maisha yao ya kawaida ambao wamepangiwa kuishi hapa duniani. It is what it is, guys. This is KG Chipande. Please make sure to subscribe, like and share this video. Kufahamisha wa Kenya, Boniface hatuko naye. Saa 9:15 tumepigiwa simu tukaambiwa Boniface amepumzika. Kwa hivyo tuko hapa kama familia tukiwaambia wa Kenya Boniface ameaga dunia. Ameaga dunia saa 9:15. Na Boniface ako na bill kubwa. Boniface ako na bill kubwa. Kwa hivyo tunaomba wa Kenya wasaidie baba yake Mr. Kariuki ili tuweze kumtoa hapa ili akapumzike. Tunahuzunika sana kama familia kuona kijana mdogo kama huyo anauliwa akiuza maski zake. Wezi wamejaa kwa barabara, hawapigi risasi.
lakini kijana kama huyo ambaye anajitafutia anapigwa risasi. Tunahuzunika sana na tunaomba Wakenya watu wasikane, tusikubali watoto wauliwe hivyo. Tusikubali watoto wauliwe hivyo. Sasa hatuwezi kubali, kwa sababu leo ni mimi, kesho ni wewe. Usikae kwa nyumba unacheka. Tuliona ndugu yetu akipigwa risasi akiwa juu ya nyumba kwa sababu ya maandamano. Hako kwa maandamano. Hii serikali kuanzia sasa mjue hatufurahi vile mnafanya. Mkae chini na hawa vijana, muongee na wao ili maafa ishe. Thank you. Nataka tujue, imekuwa safari refu sana, labda mnapatiwa taarifa kwamba ako brain dead na mmekuwa matumaini kwamba labda ataweza kurejelea katika ile hali yake. As a family, hii safari imekuwa ni huzuni. Ni kweli tuko na siku mingi, hizo siku 12 kila siku tuko hapa Kenyatta kwa sababu ya mwana wetu. Tangu kijana aje hapa, huwa tunakuja tunaambiwa kijana ako sawa. Lakini juzi tukaitwa saa 6 ya usiku, tukaambiwa tuje kijana saa 3. Wakati tulifika hapa tulielezwa kijana brain zake zimekufa. Na leo wakati tulikuta tu huyo tulimwacha jana, lakini ukiangalia mashini naona hapa kuna kama mchezo ambao kanaendelea. Kwa sababu unaona mashini roho inapiga, lakini hata kutoka nje kidogo nasikia mtu ameenda. Kwa hivyo sitaki kusema alikuwa ameaga ama hakuwa ameaga, lakini najua mtu mwerevu ni mwerevu.